Je, imekuwaje Yesu kuwa mwana kondoo, yaani mtoto wa kondoo wa Mungu? Tena huyo huyo mwana kondoo kuwa mchungaji mwema kwa kondoo wenzake. Anauliza imekuwaje? Sasa swali hili ni wazi. Kwa kweli sisi sio kondoo in the first place, yaani literally, manake kwa asili sisi sio kondoo, na kwa asili Yesu sio kondoo, ni Mungu mtu, alikuwa mtu, sio kondoo. Kwa hiyo lugha kondoo ni lugha ya kielelezo, ni metaphor. Natumia neno hilo metaphor, manake ni kielelezo au ni mfano. Mtu anatumia lugha ya picha ili waelewe. Sasa hii kawaida kielelezo au metaphor kinabeba inabeba sielewi niseme nini. Inabeba vitu ambavyo vinapatikana vinavyopaswa kupatikana kwa kile kinachoelezwa. Ukichukua picha yoyote, viwe vina aspects, kwa Kiswahili sijui nini, vitu ambavyo vinapatikana, ambavyo vingepaswa kupatikana kwa kile kinachoelezwa. Huwezi kusema nyinyi kama jiwe, wewe si, haiendani na sisi, kwa sababu ile jiwe halina kielelezo kinachoweza kuwepo ndani mwetu. Kwanza jiwe sio hai, kwanza ni gumu. Nani wakwaje kama jiwe sisi? Kwa hiyo haiendi. Kwa kawaida unavyotumia kielelezo, kile kielelezo kiwe na tunu au aspects au sielewi Kiswahili hapa, vitu ambavyo, yani ukichora picha na unataka kusema hii ni picha ya mnyama, sasa huwezi kusema, huwezi kuchora mti alafu kasema hii ni mfano wa mtu na miti tofauti. Lazima uwe na kile unachokitumia kiwe na vipengele vinavyoendana, vinavyopatikana kwa kile unachotaka kukieleza, na kinafafanua zaidi kwa kile unachotaka kukieleza. Kwa hiyo kondoo anatumika kama picha, kama kielelezo cha kile ambacho mwanadamu angepaswa kuwa mbele ya Mungu. Hizo vipengele mbalimbali ambavyo sasa kondoo yukoje? Kwa hiyo Mungu alianza kutumia hata hiyo picha mwenyewe. Maana katika ukisoma kitabu cha Ezekieli, nabii Ezekieli natumia picha, sura ya 34 nadhani, Ezekieli, sio? Wengine hawaelewi au nikikosea basi. Nakuta Ezekieli anatumia pia, nisije nikaenda mbali mno, ni 34 au nafikiri anatumia hiyo picha kwamba Waisraeli ni kondoo wake. Ndio, ni sura 34. Mungu anawatukuza wachungaji wake, anawafukuza wachungaji wake. Mungu amekuwa mchungaji pia, lakini anasema atatuma mchungaji mkuu ambaye ni yeye mwenyewe. Hiyo picha hii ukisoma sura ya 34 katika kitabu cha nabii Ezekieli, utapata hiyo picha ambayo Yesu amekuja kuitumia, kwamba yeye ni mchungaji ambaye atampendeza Mungu kwa kuwa atajali kondoo wake, na sio wale wanaochukua wale kondoo, wanachukua walionona, wanachinja, wanakula na ngozi wanauza. Hiyo ndio picha anayoitoa na Ezekieli, akiwalaumu viongozi wa Waisraeli ambao walisababisha hata wakapelekwa utumwani.
kosa ya viongozi wao, hawakuweza kueleza vizuri. Waliwasambana kuacha huko, hata wakufunga majeraha waliopata, wakavunjika miguu huko, hawakujali. Na Mungu alichukia, anawafukuza, siwataki tena. Yeye mwenyewe akasema nitakuwa mchungaji mwenyewe, na mchungaji huyo atachukua sura ya mwanadamu. Kwa hiyo anamuelezea Yesu mwenyewe ni mchungaji mkuu wetu. Sasa unaona anachotafuta ndani ya mchungaji. Sasa kwa hiyo, kwanza awali ya yote nataka kueleza hapa neno kondoo linavyotumika katika Biblia ni kielelezo, sio kwamba tumekuwa kondoo. Mimi si kondoo bwana, mimi ni mtu. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kondoo ana sifa zake. Zile sifa ndizo zinazotakiwa kwa wanadamu ili uitwe kondoo. If you don't have that, kama huna hizo sifa, basi wewe sio kondoo. Sifa ni zipi? Tunaangalia sifa ya kwanza ya kondoo ilikuwa ni upole. Kondoo ni mpole. Ukimwangalia na wanyama wengine, kwa wale wachungaji, ingawa sikuchunga, lakini nimechunga kidogo tu, miaka nilikuwa mdogo sana kwa bibi, na alikuwa na vimbuzi na vikondoo vichache. Nimekuwa naangalia kondoo, naweza hata kumbeba hasa kale kadogo, naweka hapa na furahi sana, na hata tena hakifanyi fujo yoyote. Ndio tabia na ndio Mungu anayetuona sisi hivyo, vikondoo vizuri sana. That's what he sees us. Na asingependa kutishwa. Usimtishe tena, utamtisha na kungoja tu. Kama unamuua muue tu. Ndio kondoo. Na hivyo tuwe na utii, unyenyekevu, upole kama kondoo. Kondoo hakatai, hata kama unampeleka machinjoni huko, basi anakufa ovyo ovyo tu. Sio kama mbuzi anakimbia. Na ndio maana mbuzi na kondoo they are opposite, vitofauti kabisa. Hata hapa tuna vimbuzi vichache, tulipata zawadi huko tukavifuga hapa. Sasa tuna karibu 10 au sijui ngapi. Vinaleta fujo sana, ukichunga au unamkuta tayari ameshavuka yuko kwenye Salvatorian huko. Kwa hiyo tofauti, kondoo anafuata, ni mtii. Kwa hiyo kisifa hicho cha kuwa kondoo kinapaswa kuonekana katika wafuasi wa Israeli wanani. Lakini bahati mbaya walikuwa sio kondoo watiifu. Sasa sifa hizo, kwa sisi tunaitwa kondoo, tukitakiwa tuwe watiifu, wanyenyekevu, wapole na sifa kama hizo. Mtu ambaye anakaa na kondoo anamwangalia, unafurahi sana. Mimi nimeishi huko na Wabeduini huko kwenye jangwa huko la Judea. Nimeishi Negev kule. Ukiangalia yani hata Ulaya huko mtu ana kondoo 5,000. Ukiwaona unashangaa. Kuna kundi kubwa toka huko mpaka kule Msamvu tuseme. Kuna watu wana kwa ajili ya sufu yake, manyoya yake. Na ana mashine ya kuwanyoa tena kwa zamu, kila mwezi, kila siku ananyoa labda 30. Wana mstari mmoja. Na yule wa kwanza amefungwa kengele, wakati kati amfungwa kengele, wote wanafuata. Yeye anatangulia kule mbele na mwingine nyuma. Labda mmoja mfanyakazi mmoja. Wote wanaweza kuongoza kondoo 1,000 mstari. Nimeangalia Mabeduini kule. Walikuwa 3, 4 pamoja. Wale wanaishi kwenye maisha tofauti. Ni kama ndugu zetu wa Hazabe na wa Masai wanaishi culture tofauti na huko. Tena nikamuuliza kiongozi wao vipi, akasema sisi we have nothing to do with those people. Tena naongea lugha ya Kiingereza vizuri tu. Akasema mimi I don't like, umeme hawataki. Tofauti kabisa. Ni huko Ulaya, wale utajiri una majengo makubwa yamesimama hapo, lakini wao wanaishi kwenye matenti. Ni watu wenye kiburi kikali sana. Sasa na ndio maana hawako kwenye vita, wanapigana huko. Wao wanaishi huko, wanakula nyama zao na nini, na hawana shida, mikate na nini. Hawana shida.
Hawa wana makondoo. Sasa ukimwambia picha ya kondoo, utaona anacheka, kwa sababu kondoo ni mnyama hasiye na shida, hana fujo, ana utii, anasikia. Wanaweza kusimama, akipata shida na ngoja uje ukamsaidie, anasimama, na mpaka uje unamnasua au una kitu kimemtisha, unamuongoza na anafuata, anakufuata nyuma. Hii nimeona hivi na sasa hiyo ndio karama tunazotakiwa. Ukiitwa kondoo sio tusi, ni sifa kubwa sana, na Mungu ametuita kondoo na anawaita Waisraeli kondoo wake, akiwa na kutegemea kwamba tuna vipengele hivyo viko ndani mwetu. Sasa kondoo huyu hapaswi kuwa na kiumbe ambacho kinamtisha. Sasa Yesu anaitwa kondoo pia, lakini ni kiongozi wa kondoo. Anaitwa kondoo kwa kipengele viwili vikubwa tena ambavyo vinamstahili yeye na anavyo. Cha kwanza ni mnyama aliyekuwa kwa ajili ya sadaka. Katika Waisraeli walikuwa na wanyama wakubwa 4 waliokuwa wanatolewa sadaka. Ya kwanza kabisa ni kondoo, kutokana na usafi wake. Sio msafi sana kondoo, nisiweke msafi, unachafuka sana, lakini upole wake na uzuri wake. Kondoo ni mzuri sana kwa kweli, akiwa mdogo nzuri sana. Kwa hiyo walikuwa wanatolewa sadaka kondoo, hawana fujo. Kwa hiyo ndio wanyama nambari 1 wa kutolea sadaka. Yesu ni sadaka yetu, na ndio maana anaitwa kondoo. Hakuchaguliwa, ni tofauti na mbuzi. Mbuzi walitolewa sadaka, lakini sio nambari 1. Mnyama wa pili mbuzi, lakini walikuwa ni mbadala wakati mtu hana kondoo. Lakini the first preferable animal of sacrifice was the lamb. Natolewa yeye, kwani nyama yake laini, ni rahisi kuiva, inaiva haraka sana nyama ya kondoo. Ukipika muda tunaopika makwato yetu hapo tunayokula makanyagio, inaharibika. Nyama hii inakuwa kama hata nyama ya kitimoto ni laini pia, sio? Au inapikwa muda mrefu? Hapana. Kondoo ni nyama laini, na kwa hiyo watu walipenda sana, na hivyo kwa sikukuu zote za Wayahudi walikuwa wanaleta kondoo ya kwanza. Wanyama wa pili ni mbuzi, kwa sababu mbuzi pia ni mnyama mdogo ambaye pia anaweza kutii ikiwa unatumia kidogo ujanja. Mjanja mbuzi, ni mkorofi. Lakini mnyama wa pili. Watatu alikuwa anatumika ni ng'ombe, the bull. Ng'ombe walikuwa wanatumika sana, lakini hao ni wanyama wakubwa ambao pengine ni aggressive, yani manake wana nguvu na wanatisha. Sasa wewe, kuna mmoja hapa alimbandika mchungaji hapa, tukapeleka hospitali kwa sababu alikuwa ni mchanganyiko wa ng'ombe na nyati. Mnyama namna hiyo ni hatari. Ng'ombe sio rafiki sana, ingawa amekuwa domestic, lakini huwezi kumchukulia kama kondoo. Kwa hiyo walitumia kama ni halaiki kubwa siku, kwa mfano ya Yom Kippur, siku ya Toba, walikuwa wanatumia ng'ombe kuwakilisha taifa lote. Kwa hiyo ng'ombe pia walitumika, lakini pia alitumika the dove. Nini ile? Njiwa, wanyama wa pole. You can see njiwa, unaweza tunawafuga hapa, sio? Ule ndugu yangu bado anafuga njiwa bado. Tunao njiwa kadhaa hapo, wale anakaa pale. Ni wanyama hao. Sasa akikuita wewe ni njiwa, hata njiwa anatumika kwa picha ya Roho Mtakatifu, ni kutokana na upole wake, utulivu wake, mnyama ambaye ni mtiifu, ndege, na ni kwa ajili ya udogo wake, umaskini wake. Kwa hiyo alitumika
Kama hueni maskini, unaenda kununua njiwa bei rahisi pale nje, unaleta sadaka, hasa kwa kutahiriwa kwa Yesu alimpeleka njiwa wawili, sio? Kwa hiyo ni wanyama wa sadaka. Sasa Yesu anaitwa kondoo, kondoo yule wa Pasaka, kondoo wa sadaka, anayetolewa sadaka, ndio maana anaitwa kondoo. Ya kwanza hiyo. Ya pili, anaitwa kondoo kutokana na utii wake kwa baba yake. Ni mnyama mtiifu. Nimesema ni vitu vipengele ambavyo vinapaswa kuonekana kwa yule anayepewa sifa ya kuitwa kondoo. Huwezi kupewa sifa hiyo kama una kiburi, kama ni mtu mtukutu, kila kitu ukiambiwa unakataa, mbishi, mtu ambaye hana acha nyumba anaenda kulala kwa watu. Kondoo atafuata, atarudi nyumbani tu. Sasa hilo ndio sifa zinazompa Yesu jina ni kondoo. Kondoo kwa nani? Sio kwetu. Yeye sio kondoo kwetu, ni kondoo kwa Baba wa mbinguni. Let us know that. Ni kondoo kwa Baba, kutokana ni yeye anamtii Baba. Yesu hatutii sisi. Sisi ndio ametuchagua, sio kwamba sisi tumchagua. Kwa hiyo ni mtii kwa baba yake na ni mpole kwa baba yake. Kila kitu baba anasema anafanya, na ndio maana anaitwa kondoo. Sasa huyu kondoo, kutokana ni asili yake kondoo, yani tuelewe, huyu ni kondoo mwenye asili ya kimungu. Ukiapply kondoo huyu kwa Yesu, ni kondoo mwenye nature ya kimungu. Ndani mwake kuna ubinadamu na umungu, ndio maana ni kondoo kwa Baba. Ana nature mbili unapo apply hilo neno. Kwa hiyo kondoo huyu tunapotajia hiyo, sasa amekuwa kondoo mwenye asili ya kimungu na asili ya kibinadamu, ili atuongoze wale kondoo ambao ni binadamu tu. Na ndio maana anaitwa pia ni mchungaji, ni kiongozi, anaongoza wengine. Kazi ya mchungaji ni kulinda wale kondoo, ni kuwaongoza, na inaweza kuapply kwake. Amekuja katika hali ya ubinadamu wetu, ambao ubinadamu wetu kwa macho ya kimungu ni kondoo, na kwa hiyo alikuja kwa kondoo wenzake. That's why he took our human nature. Alichukua ubinadamu wetu, ndio ukondoo wetu, akachukua ukondoo akauvaa, lakini ndani mwake kuna umungu. Kwa hiyo yeye ni kiongozi wetu, na amechukua asili ya kondoo, akawa kondoo kama sisi, na anatuongoza. Hatumwogopi, hata tunamshika, tunaenda naye, tunapigana hata kwa pembe, kwa sababu ni kondoo. Hatishi watu, ni mtiifu, ni mwema, ni mpole, ili kondoo wengine wasimkimbie. That's it. Lakini ni kondoo ambaye ni kiongozi, anaongoza kule mbele, na ndio maana anaitwa ni mchungaji ambaye ni kondoo. Mchungaji anayeongoza wengine, anawaonyesha njia na kadhalika. Na pia anajiita ni mchungaji kama ni mlinzi wa wenzake. Ukiwa kiongozi, lazima ulinde wale unaowaongoza, uwatetee. Kwa hiyo he is ready to fight for us. Hata kondoo yule ambaye anaongoza kule mbele, akikutana na nyoka, anapiga, anafanya ile nani, kama I don't know what to do, kuna mlio anafanya, kondoo wengine wote wanasimama mpaka mchungaji aje akute. Ni maanake huko jangwani, huko kwenye mabushi, kwenye vichaka, kuna nyoka wabaya sana huko Arabia huko, wale vipers. Akikutana naye, maana anapita, anavyoinua mchanga ule, unajua huyu ni, hata wewe ukikutana. Kuna padri mwenzetu Francisco alikufa huko porini, walienda kumkuta huko, baada ya siku kama wiki moja wamemkuta huko. Bahati nzuri kule kwenye jangwa amekauka, kwa sababu nyoka wale ni hatari. Ukiona mchanga unafumuka, ujue kuna nyoka chini, anapita chini ya mchanga. Sasa huyo ni viper. Nyoka wale, kwa sababu Mungu amewajalia pia wana sensi. Yule wa kwanza ambaye ni Yesu mwenyewe, kondoo wa kwanza aliyetangulia,
ambaye anatoa mlio, anawaonya wengine, simama mpaka mchungaji aje. Akija au anaweza kumfukuza, kumdivert ule nyoka au akamuua, hapo ndio wanaendelea tena. So Yesu ni kiongozi ambaye ni mlango. Hatuwezi kwenda nyumbani bila yeye. Hatujui njia ya nyumbani, ni yeye anaongoza. Na ndio maana yeye ni mchungaji mwema pia. Nadhani imeeleweka. Hii anapewa sifa hizo, ni mchungaji mwema, mchungaji wa kondoo. Na pia tunajua mchungaji tunayomsikia kawaida wanakuwa ni watu wapole, wema, wachungaji. Na ukimchokoza, unapochezea kondoo wake, anakuwa mkali. Wewe ukagombana na Wamasai wakukomeshe. Watu wanamna wa Mang'ati na wengine. Kwa hiyo ni sifa ya wachungaji. Wachungaji sio wapole tu, au sijui mchungaji. Mchungaji ni mtu ambaye yuko tayari kutetea mifugo yake, na ndio maana Yesu yuko tayari kutetea. Sifa hiyo ni yake. Na tunasoma baadhi ya wachungaji katika Biblia. Wa kwanza ni Abeli, anampendeza Mungu, na ndio maana sadaka yake ilipokelewa. Kaini alikuwa mkulima kama sisi, watu wenye ukorofi, wakampelekea mabaki. Hakupenda ile sadaka, lakini Abeli alichagua a good kid. Chukua kondoo kazuri akaweka pale, Mungu akapenda sadaka iliyotolewa kwa moyo ulio mnyofu. Ndio hiyo, Abeli ni mchungaji. Wanakuja wengine. Musa ni mchungaji, alikuwa anachunga kondoo wa mkwewe, sio? Kwa hiyo Yesu anawakilishwa na vielelezo mbalimbali. Daudi alikuwa mchungaji, si? Kwa hiyo kuna sifa hizo za wachungaji ambazo ukiona unaweza kuzipata katika maandiko matakatifu pia. Kwa hiyo Yesu ana sifa hiyo, ni mchungaji kwa kuwa yeye ni kiongozi wa kondoo, na yeye ni kondoo Mungu. Eleweka hiyo? Kwa hiyo ndio maana hivi vielelezo vinaeleweka kabisa, huhitaji hata maelezo marefu. Nadhani hakuna swali hapa.